Mtazamaji, tunaanza na taarifa tanzia ambapo maafisa wa polisi mjini Mumias wanawasaka majambazi waliompiga risasi mwalimu wa shule ya upili ya Nderema Roslida Akinya na kuiba shilingi 200,000 alizotoa katika benki moja mjini Mumias, kaunti hiyo ya Kakamega kwa ajili ya biashara yake ya M-Pesa. Mwanahabari wetu Laban Shaban na taarifa kamili. Familia ya mwenda zake Roslida Akinya imeshindwa kukubali kuwa jamaa yao amefariki kwa mtutu wa bunduki mikononi mwa majambazi, akiwa mchapakazi na tegemeo kubwa kwao. Ameniacha peke yangu na mzee, ameninyang'anya watoto wote. Wawili wako college, mmoja anaenda university, wa mwisho amechukua wako grade 9. Amesema, mama wewe umetulea, sasa wewe tunataka tulee watoto wako. Sasa sijui mimi nitaishi namna gani. Hakuwa napigana, hakuwa na tatizo lolote ama na shiteo hata na mtu, lakini majambazi wamemua. Tafadhali serikali tunakuomba uingilie kati, ututetee kama familia. Akinya alikuwa mwalimu wa shule ya upili ya Nderema, eneo bunge la Navakholo. Chifu wa kata ya Budonga anaeleza mazingira aliyofia mwalimu alipopokonywa shilingi 200,000 za biashara ya M-Pesa. Jana karibu saa 10 nilipata ripoti mwalimu wetu wa Nderema, anafunza Nderema huko Nderema ikiwa Navakholo, alipatikana amewawa na majambazi kama anatoka bank Mumias. Mimi ningeomba bank zote kama Cooperative, Equity na bank zingine pia waangalie maadili ya hiyo watu wanaandikwa bank, kwa sababu kuna wengine wanataka wawe tajiri haraka na tena hawana secret, nafikiri wajapitia kwa Secret Act, ni watu wabaya. Kabla ya kukutana na mauti yake, Akinya aliondoka nyumbani akiwa amebebwa kwa pikipiki na shemeji yake kwenda benkini kutoa pesa. Alipigwa na risasi akafa papo hapo, akirudi nyumbani baada ya mtu mmoja kutoka katika gari lililokuwa likiwafuata nyuma kufyatua risasi na kukwepa na mkoba wake. Kamanda wa polisi Mumias Kaskazini Doris Knight amethibitisha kisa hicho, akisema wapelelezi wa idara ya uchunguzi wa jinai wanaendelea na wako mbioni kusaka majambazi hao. Laban Shaban, NTV.